Hiyo ndio faida kubwa za, yani mdada anayekuja workshop anakuwa tofauti kabisa na dada ambaye hahudhurii workshop zetu. Okay, inakuwa vipi hiyo? Inakuwaga ya mwisho wa mwezi, ile inafanyika mara moja kwa mwezi. Okay. Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Mimi kusema kweli nilikuwa sijui hilo. Na wala yeye hajaniambia. Nadhani mara nyingi waga tunatumia message kile inavyokuwa imefika mwisho wa mwezi. Kwa kweli mimi sijaona message kutumia, ila tu niliwahi kuona kwamba kuna sijui mtoko sio wa dada na hata kwenye mkataba ipo kabisa kwamba ni lazima. Kwa hiyo mkataba wako ipo hicho kipengele hicho, sijajua. Haina shida, kama ni hivyo basi atakuja nitumie message ili kunikumbusha. Sawa, tarehe 28 ndio workshop ya mwezi huu. Kwa hiyo tarehe 28 uhakikishe amekuja. Na waga wanakuja hata na watoto na wewe, sio dada tu, yani hata wewe utakuja. Tena wewe tunakumbuka mara mwisho tulikubaliana kama ungepata chance ungepitia kituoni kwa ajili ya mazungumzo hayo ya. Wewe ni vizuri tukakutana kwa sababu mimi kipindi kile sikuja mwenyewe, alikuja mume wangu, that's why. Nadhani kama nawe ungepata chance hiyo siku ya workshop mngekuja wote. Mngekuja kabisa na watoto waga wanacheza na wenzao hapa. Tutaplan hivyo kwa sababu itakuwa kipindi cha Ramadhani, naweza nikaja mara moja mimi na yeye tu. Kwa sababu watoto wengi wao yani wana schedule zao. Wengine madrasa, wengine shule, wengine college. Okay, sawa madam. Basi nadhani hiyo nitakutumia na ujumbe kwa kukumbusha. Unikumbushe na time. Tukipate kujua ya. Sawa. Haya, asante sana. Okay madam, nashukuru sana, nikutakie siku njema na majukumu mema. Asante sana. Haya, asante. Hello dada Chiza, habari? Salama, unaendeleaje? Namshukuru Mungu, nipo salama. Za kazi? Mungu ni mwema. Miezi 6? Nusu ya safari umepambana. Wenzangu ndio hivyo tunakutana na mengi tunaacha hivyo. Nimeongea na mwajiri wako muda sio mrefu pia kupata feedback kwa sababu nakumbuka mara mwisho tulisolve hiyo issue ya nidhamu na nini, akasema sasa hivi unaendelea vizuri. Ila kwa watoto ndio upo vizuri zaidi. Kwenye malezi hapo amekupa maksi nyingi kwamba unafanya vizuri zaidi kwa watoto, ambayo inabidi sasa uendelee hivyo hivyo na uendelee kuwa bora zaidi. Lakini kwenye anasema unakatabia ka uvivu na uchafu fulani, ambayo hiyo ndio shida. Yaani kwa watoto unafanya vizuri sana, lakini kwenye usafi ndio huko umepata maksi chache. Kwa hiyo ni lazima ujue namna ambavyo unaweza kuwekeza nguvu huko zaidi. Na uvivu sijui unautolea wapi besti? Nani kasema mwanamke mwanaume? Madam, hamna cha mwanamke au mwanaume. Sisi tunawaambia muwaiteje. Si ni madam au saa? Mwanamke au mwanaume ndio kiwapi hicho? Sawa. Unataka useme ni madam au saa? Mimi nimezungumza na madam. Kwani kama akisema madam au saa kuna utofauti gani? Yaani nikisema madam au saa? Ndio maana nakwambia, kwani comment akisema akiitoa madam au akiitoa saa utofauti ni nini ulivyoulizia kama amesema nani? Hamna utofauti. Nataka nijue nani kwa sababu najua anayefuatilia sana mambo ya usafi ni mwanaume. Lakini haimaanishi kwamba madam haoni kwamba usafi una shida. Tena sisi mara nyingi follow-ups zetu tunazifanya na madams kwa sababu wenyewe ndo wanaspend muda mwingi na wadada. Alafu kwa wao ndo wako into details zaidi kwenye masuala ya nyumbani. Sawa, nitajirekebisha. Kwa hiyo kama unatafuta si comment ya salafu hiyo pia hiyo sidhani kama imekaa sawa. Kwangu mimi sijaidefine vizuri. Wewe kusema habari za nani ametoa hiyo comment haijakaa sawa kwa sababu ninapokupa feedback yako kwa watoto umeambia umefanya vizuri, mbona hujaniuliza nani kasema? Kwenye usafi ndio maana kuuliza anayefuatilia ni mwanaume. Lakini haimaanishi kwamba mke wake haoni huo usafi. Sawa, na mimi nilimwambia nitajirekebisha. Na tabia ya uvivu achana nayo. Sawa. Uvivu hapana. Poa. Haya.
Na unasikia Chiza? Nimemkumbusha madam kuhusu workshop. Kwa nini hujawahi kumwambia madam kuhusu workshop? Japokuwa sisi tunatumaga zile message za kila mwezi. Kutokana na mazingira aliyopo, kwa sababu mimi nikitoka unakuta mambo mengi yanalala. Umewahi kutoka? Hujawahi kuja hata mara moja. Wewe umejuaje kama ukitoka mambo mengi yanalala? Alafu workshop si ni ya lazima kimkataba. Tena kwako wewe ni faida kubwa, kwa sababu unavyokaa huko alafu unazidi kuharibu. Mara leo tunasolve nidhamu, kesho tunasolve uchafu. Wakati ungekuja hapa siku moja ungepata mafundisho, ungepata kuelekezwa na kurekebishwa. Haya mambo mengine yote ungekuwa unajirekebisha tu mwenyewe. Unanisikia sasa? Na mimi nikwambie hapa. Maana mimi kusielewi huwa mimi hampendi kunisikiliza. Kuna kipindi mngenipigia. Wewe nani ambaye akusikilizi? Mimi si ndio nimekupigia hapa simu, kwani wewe ndio umepiga hii simu Chiza? Kuna siku nilikupigia ili na mimi nikupe changamoto na upita nayo tena mara mbili. Mimi nitakurudia, hamkunirudia. Hata mimi na changamoto. Sasa haujarudiwa, unaandika ujumbe Chiza. Inawezekana umepiga muda simu inatumika, ama watu wako busy na ratiba nyingine. Sio kwamba tuko tu tunakuhudumia wewe peke yako. Kwa hiyo ukiona hujarudiwa, maybe issue yako imesaulika, ama labda umepiga simu inatumika, unaandika pale ujumbe, jamani mimi nina changamoto hii na hii na hii kazini. Inakuwa rahisi hata kutafuta. Lakini ukirelax tu alafu unajibu kwa kiburi na jeuri, haikusaidii. Kwa sababu leo mimi ndo nimekupigia simu, sio wewe. Mimi ndo nimepiga simu kujua maendeleo yako. Ingekuwa hatujali au hatutaki kukusikiliza, nisingekupigia. Ndio maana nakwambia, yani katabia kako kale ka ujeuri kale tumekaongea kipindi kile haujakaacha wewe. Ni kwamba tu hivyo umepunguza, madam anaona angalau, lakini unatakiwa uendelee kubadilika. Watu wadada ambao wanakuaga na umri mkubwa kidogo inakuaga changamoto sana kudili nao kazini. Kwa hiyo tunaomba tafadhali ujue tu hiyo ni ajira, ujitahidi. Hata kama umeshaikuaga na mji wako kwa unafanya maamuzi, lakini unapokuwa kazini uko chini ya mtu, lazima ufanye anavyotaka bosi wako. Haya, sawa. Nikutakie siku njema na majukumu mema. Ukiona kuna changamoto, piga simu. Ukiona simu haijapokelewa, ipo busy, andika kabisa ujumbe pale unaojieleza. Mimi naitwa fulani fulani, nipo kwa bosi fulani, nina changamoto hii na hii na hii. Naombeni tafadhali mnisaidie kutatua hii changamoto. Inakuwa rahisi pale, inakuwa tayari imejieleza, wewe kuhudumiwa inakuwa ni rahisi zaidi. Haya, sawa. Kwenye workshop ya mwezi huu hakikisha unahudhuria basi tarehe 28. Nimemwambia kabisa madam tayari. Haya, sawa. Hello madam, habari? Salama madam. Karibu, unazungumza na Akila kutoka Wadada Center hapa. Madam, tumekupigia simu kuwajulia hali, mnaendeleaje? Lakini pia mara ya mwisho tulizungumza, nadhani tukakubaliana kwamba utaongea na dada kama mtaendelea. Kwa hiyo ndio maana tumepiga kufanya follow up ya maendeleo yake. Nidhamu, utendaji kazi. Anaendelea vizuri. Okay. Ila mkataba tutaendelea naye. Hautaendelea naye. Okay. Kwenye malezi unamuonaje? Anajitahidi kiasi chake. Okay, kwa hiyo kama ni kumpa max kuanzia 1 mpaka 10, scale ya 1 to 10 unampa ngapi? Kwenye malezi ya watoto. Mimi nilivyomuona kwa upande wa usafi wa nyumba na kazi zingine yuko vizuri, lakini kwa upande wa watoto. Kwa hiyo kwa watoto unampa ngapi kati ya 1 mpaka 10? Ila kwangu mimi naona tu bado hajafiki vigezo kwa watoto. Okay. Kwenye usafi unampa ngapi? Usafi hata zote nampa. Yuko vizuri. Hata zote 10. Anajitahidi sana usafi. Mapishi? Anajitahidi pia. Okay. Kwa hiyo hapa ni kwenye ngapi sasa? Au 8 au 7? Nakwambia kwa hiyo hapo namba ngapi? Kama ni kumrate inakuwa namba ngapi kwenye mapishi? Kwenye mapishi? Anaelekezeka, iko vizuri, ukimwelekeza anaelewa haraka. Okay, kwa hiyo kwenye malezi ndio ambapo unaona ana issue, uwezo wake kwenye malezi upo chini kabisa. Kwenye watoto naona sijui ni uwezo au ni yeye tu mwenyewe passion ya watoto, yani hana muda na watoto. Hana muda. Okay. Sio
utu wa watoto. Okay. Sawa. Kwa hiyo nadhani amebakiza almost ni kama mwezi mmoja sasa, kwa sababu tarehe 24 ndio mkataba unaisha, 24 Machi. 24 Machi. Kwa hiyo sasa mpango wa dada mwingine kama huyo uendelee naye? Nadhani italipia mwingine. Sawa. Basi hamna shida, nitakupigia tu, nitakutumia utaratibu na mkataba mpya ili kama utakapokuwa na swali na nini utaniuliza. Basi utanitumia hizo vigezo. Nashukuru. Haya, sawa madam. Asante sana madam. Nikutakie siku njema na majukumu mema. Haya, asante, nashukuru. Haya, sawa. Haya.